Muungano wa kijeshi wa NATO umeandaa mpango wa namna utakavyokabiliana na Urusi iwapo kutatokea shambulio dhidi ya nchi wanachama wa muungano huo, taarifa iliyochapishwa na gazeti la Ujerumani Bild, wakati ambapo mvutano kati ya NATO na Urusi ukiendelea kuongezeka. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mpango huo unalenga kuzuia jeshi la Urusi kusonga mbele kuelekea maeneo yanayolindwa na NATO, na miongoni mwa hatua zinazotajwa ni kuharibu au kudhoofisha mifumo ya makombora ya Urusi, kuzuia vikosi vya Urusi karibu na mipaka ya NATO, pamoja na kuunda kile kinachoelezwa kuwa ukuta wa drone katika mpaka unaoelekea Urusi na Belarus. Mpango huo unaonyesha umuhimu unaoongezeka wa ndege zisizo na rubani katika vita vya kisasa. Drones zinaweza kutumika kwa upelelezi, kufuatilia mienendo ya vikosi vya adui, kutambua maeneo muhimu na katika mazingira fulani kushambulia malengo ya kijeshi. Kwa NATO, matumizi ya drones yanaweza kusaidia kuimarisha ulinzi wa upande wa washiriki wa muungano huo. Mfumo huo unaweza kuhusisha drones moja na radar, satellite, vihisi na mifumo mingine ya ufuatiliaji ili kugundua tishio mapema. Kwa upande wa Urusi, Rais Vladimir Putin amekuwa akikanusha mara kwa mara madai kwamba Moscow inapanga kuishambulia NATO. Putin amewahi kusema kuwa madai hayo yanatumika kuongeza hofu barani Ulaya na kuhalalisha ongezeko la matumizi ya kijeshi. Hata hivyo, hali hii inaonyesha namna mazingira ya usalama barani Ulaya yanavyoendelea kubadilika. Vita vya Ukraine vimeonyesha umuhimu mkubwa wa drones katika uwanja wa kivita, na sasa mataifa ya NATO yanaongeza juhudi za kujenga uwezo wa kukabiliana na tishio hilo. Iwapo mpango wa ukuta wa drones utatekelezwa kwa kiwango kikubwa, unaweza kubadilisha kwa kiasi kikubwa namna NATO inavyolinda mipaka yake ya mashariki. Badala ya kutegemea wanajeshi na silaha za kawaida pekee, muungano huu unaweza kutumia mchanganyiko wa drone, satellite, radar, makombora na mifumo ya kijasusi. Lakini hatua kama hizi zinaweza pia kuongeza mvutano kati ya NATO na Urusi. Kadri kila upande unavyoongeza uwezo wake wa kijeshi, ndivyo hatari ya mabadiliko ya moja kwa moja inavyoweza kuongezeka. Kwa sasa, hakuna ushahidi kwamba vita vya moja kwa moja kati ya NATO na Urusi vimeanza au kwamba NATO imeamua kuanzisha vita dhidi ya Moscow. Kinachoonekana ni kuongezeka kwa maandalizi ya kijeshi, huku pande zote zikijaribu kuhakikisha kwamba hazitoshangazwa iwapo mzozo mkubwa utatokea. Swali kubwa hasa ni iwapo maandalizi haya yataongeza uwezo wa kuzuia vita au kinyume chake yataongeza zaidi mashindano ya kijeshi kati ya NATO na Urusi.